Amka bwana. Nini? Kuna shida gani? Mimi nimechoka kulala hivi, naumia. Lala hivi eka kama mtu mimi lala. Niweke vipi? Lala hivi. Hizi mimba jamani, hizi bwana, hizi zingine yani. Sasa ni mambo gani sasa jamani? Sasa unalalamika nini? Unajua mimi ninavyojisikia hapa. Watu wengine wanabembeleza ila sio sisi. Sasa unalalamika nini? Unajua mimi ninavyojisikia hapa. Yaani najuta. Jamani, acheni tu watu wenye familia zao waishi na familia zao. Afu mume wangu. Nini tena? Nini vipi? Unajua ninavyojisikia? Najisikia kwenda toilet hapa. Nipeleke toilet. Mwaka huu. Nani una usingizi mwanamke naye yani bwana, unajua mimi ninavyojisikia. Janga tupu. Unajua mimi najisikiaje bwana? Njoo nipeleke. Njoo hapa, siwezi kushuka, nikie ngazi. Sasa niekeje? Eka mgongo hapo nikanyage nishuke. Eka bwana. Sasa unalalamika nini? Unajua mimi ninavyojisikia hapa bwana. Unatuma una kitanda kikubwa. Nipeleke. Ashindwe. Tiba kweli ya kwetu sote. Twende. Mshike mtoto kwanza kidogo. Nipeleke. Ndugu yangu, mimi naona tu tuache shule. Haya mambo ya kuamka asubuhi, kama sisi ndo tumeianzisha hiyo elimu au ndo tutafaulu, tutafanya maisha kwenye elimu. Kwanza nikwambie, kufeli kwenye elimu sio kufeli maisha. Tutakanga hata miogo tutaishi, au unasemaje ndugu yangu? Yaani leo umekuja na wazo zuri we katika siku zote. Yaani uwaga na kutega na kuangalia akili zako, naona kama we punguani fulani, ila leo umenikosha. Mwanaume mzuri jamani. Tumwite tumtongoze. Kaka. Samahani kaka wenzako. Kama hutojali, sisi tumetokea tu kukupenda. Nashukuru. Unajua wanadamu kupendana ni kitu cha muhimu sana. Tukiwa kama wanadamu na nyinyi wadogo zangu, kwa lazima mpende kaka zenu. Eti kaka, kwani wewe nani utaki mpenzi? Kaka, I love you. Sijaelewa nyinyi mnachomaanisha nini? Yaani sisi tunapenda mapenzi, yaani uwe mpenzi wetu. Yaani nyinyi mnataka threesome. Mnataka threesome. Ngoja kwanza ni chuchumaa hapa vizuri. Mpo kidato cha ngapi? Cha pili. Kidato cha pili, mshaanza ushenzi kweli na nyinyi ni wanafunzi kweli? Sio vizuri. Hebu niacheni kwanza. Hii ni serikali. Sawa, mzuri sawa. Lakini mfuate elimu. Ndio misingi yenu. Wazazi wanalipa pesa. Wazazi wenu wanalipa pesa nyingi. Subiri nikwambie. Tunafanya hivi vitu. Serikali inakataza hivi vitu. Jamani. Elimu ndio mzingatie, sio ushenzi mnaoanza. Kusoma sio lazima uwe na kazi, bali ni kutoa ujinga wa baadaye ili usije ukarubuniwa. Sasa wewe sasa hivi tunajua kusema I love you basi. Nataka mchumba, nizae zangu mtoto wangu. Tena Mungu anijalie nipate. Sasa hayo mambo ndio serikali haitaki sasa. Inakatazwa ndoa za utotoni na mimba za utotoni. Kama watoto kama nyinyi inabidi msome. Sasa mimba za utotoni una miaka 18, mimi na miaka 18, mimba za utotoni vipi? Bado mpo shule nyinyi. Shule ya nini babu? Ni wanafunzi wabishi. Mama Gojima atawaweza kweli nyinyi? Wabishi wenu. Sisi hatutaki shule, tunataka mabwana. Toa mikono juu. Jamani kaka. Mama Gojima nisaidie hili jambo. Tusome kwanza, tukishasoma haya mambo mengine tutayakuta baadaye. Kama mimi mambo yashaingia gundu, siendi tena shule. Ndugu yangu sio rafiki yangu. Mimi nasoma zangu mwenyewe nije kuwa rais. Umeona Mama Samia, uwezi ukapata kazi. Tupinge tufute. Sawa. Mimi shoga yangu mwenzako nasoma. Nenda asubuhi nikiamka. Mimi kusoma sisomi, naenda gengeni kuuza nyanya kwa mama yako.